Moja kati ya story ambayo inazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu hii issue ya Chief Godlove bana, si ndivyo? Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba Chief kafilisika, Chief sasa hivi hana pesa na vitu kama hizo. Na maneno haya yamekuja mara baada ya magari ambayo alikuwa anayatumia Chief Godlove, of course ni magari ya kifahari ambayo yamesafirishwa kutokea Tanzania Dar es Salaam kuelekea Nairobi Kenya, si ndivyo? Lakini kwa mujibu wa Chief Godlove yeye mwenyewe kaulizwa kuhusu magari hayo kuonekana barabarani akielekea Kenya, akasema kwamba yeye mwenyewe pia ameona tu kama jinsi tulivyoona sisi, hana chochote ambacho anakijua kuhusu kusafirishwa kwa magari yake kutokea Tanzania kuelekea Nairobi Kenya, si ndivyo? Sasa Chief amekuja kwenye mtandao wa kijamii kule Instagram akajaribu kuongea na watu na kuambia kwamba siku zote maskini huwa wanapenda kuona mtu ambaye ana pesa amefeli alafu waanze kumcheka, kwa sababu akasema kwamba of course moja kati ya watu ambao walikuwa wana ushawishi kwenye mtandao wa kijamii, wana ushawishi mkubwa kwa vijana, yeye ni mmoja wapo, lakini pia ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa anajaribu kuwasaidia maskini kwa kile ambacho alikuwa anakipata. Na akajaribu kusema pia kwamba thamani ya vitu ambavyo anavimiliki mpaka hivi sasa, ukizingatia pete ambazo amezivaa, viatu ambavyo amevivaa muda huo, of course ni vina gharama nyingi sana, ni pesa nyingi, umeelewa? Kwa sababu anasema kwamba kiatu tu kinagharimu shilingi milioni 7, pete kama pete kinagharimu shilingi kama milioni 10-15 hivi, umeelewa? Sasa ni mtu ambaye ana pesa bado, ana maisha, lakini kuanguka kwake kwa kukosa magari, kukosa fedha kwa kipindi hiki isiwe sababu ya Watanzania ama ya watu kujaribu kumcheka. Akaendelea kusema kwamba ndio maana alikuwa ameahidi kwamba inapofika tarehe 1 ya mwaka huu 2026 aache bwana kuchekecha watoto wa kike, lakini kutokana na kwamba mmeleta hizi habari zenu hizi, ataendelea na historia yake kama jinsi alivyokuwa anafanya tokea mara ya kwanza huko nyuma, sio, umeelewa? So nitakokea video hapa ya Chief Godlove uweze kuitazama, alafu utaniambia wewe mtazamo wako ni upi juu ya hii kauli ambayo anaizungumza. Hii ni Kasako Media na mimi ndio 47 Sharks. Chao. Eti what is going on? Nini kinaendelea huko kwenye mitandao? Unajua bei ya boots $3,500 hapo peke yake. Kila pete niliyovaa hapa ni $15,000. Alafu hii saa mnayoona nimevaa hapa mkononi ni saa ambayo inaweza ikakulipia wewe. Sinisemaje. Unajua juu nimeona jinsi mnavyonisema. Unajua niliahirisha kuwadinya madem zenu. Nilisema kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza nitaanza kudinya madem zenu. Nikawa nimeamua kuahirisha, lakini naona mnanivuta kwa kasi. Naona maskini mnachekelea sana kuona mtu kafuria, mtu kaanguka, kakwama. Yaani furaha yenu maskini ni kuona mtu amefanana na nyie. Yaani mtu akiwa anasota, nyie ndio mnafurahia maskini. Yaani ukiona mtu yote anafurahia mtu kukwama au kufeli maisha, ni maskini. Ukiona mtu anafurahia kuona mtu labda kakamatwa na polisi ana kesi, yuko mahakamani, yuko jela, ujue ni maskini. Ukiona mtu anafurahia kuona mtu amekufa, ni mchawi. Ukiona mtu anashangilia kuona mtu kaachika, ni mwanga. Mimi sifuri leo, siishiwi leo. Swala la magari kuondoka sio swala la kusema kwamba mtu ndo kafuria. Magari yanaweza yakaondoka na yakanunuliwa mengine, kiyoyote itakapokuwa fresh. Yaani mnafurahia, yaani gari tu kuonekana limebebwa basi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.